Kitabu cha Waamuzi mlango wa 16. Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samsoni amekuja huko. Wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji. Wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema, na tungoje mpaka mapambazuko, ndipo tutamuua. Basi Samsoni akalala hata usiku wa manane, akaondoka katikati ya usiku, akaishika milango ya lango la mji na miimo yake miwili, akaing'oa pamoja na komeo lake, akajitwika mabegani, akavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Hebroni. Ikawa baada ya hayo, akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Na wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Delila akamwambia Samsoni, tafadhali niambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Samsoni akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamletea kamba mbichi 7 zisizokauka, naye akamfunga nazo. Na yule mwanamke alikuwa na watu katika chumba cha ndani wakimotea. Basi akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia. Ndipo akazikata zile kamba kama vile uzi wa pamba ukatwavyo ukiguswa na moto. Basi hiyo asili ya nguvu zake haikujulikana. Delila akamwambia Samsoni, tazama, umenidhihaki na kuniambia uongo. Sasa tafadhali niambie, waweza kufungwa kwa kitu gani? Akamwambia, wakinifunga tu kwa kamba mpya ambazo mtu hakufanya kazi nazo, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Basi Delila akatoa kamba mpya, akamfunga nazo, akamwambia, Wafilisti wanakujia Samsoni. Na wale wenye kuotea walikuwa katika chumba cha ndani. Naye akazikata, akazitupa kutoka mikononi mwake kama uzi. Delila akamwambia Samsoni, hata sasa umenidhihaki, umeniambia maneno ya uongo. Niambie sasa, waweza kufungwa kwa kitu gani? Akamwambia, ukivifuma hivi vishungi 7 vya nywele za kichwa changu katika mtande wa nguo. Basi akazifunga kwa msumari, akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia. Naye akaamka usingizini, akaung'oa ule msumari na ule mtande. Mwanamke akamwambia, wawezaje kusema nakupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, roho yake ikadhikika hata kufa. Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti, akisema, njooni huku mara hii tu, maana ameniambia yote alionayo moyoni mwake. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakachukua ile fedha mikononi mwao, naye akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamwita mtu, akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha. Lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Wafilisti wakamkamata, wakamua macho, wakatelemka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba. Naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Lakini nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa kwake. Kisha wakuu wa Wafilisti wakakusanyika ili kumtolea sadaka Dagoni mungu wao na kufurahi, maana walisema, Mungu wetu amemtia Samsoni adui wetu mikononi mwetu. Na hao watu walipomwona wakamhimidi Mungu wao, maana walisema, Mungu wetu amemtia mikononi mwetu huyu adui wetu aliyeharibu nchi yetu na kuwaua watu wengi miongoni mwetu. Ikawa mioyo yao iliposhangilia, wakasema, muiteni Samsoni ili atufanyie michezo. Basi wakamwita Samsoni atoke gerezani, akacheze mbele yao, wakamweka katikati ya nguzo mbili. Samsoni akamwambia yule kijana aliyemshika mkono, niache nizipapase nguzo ambazo nyumba hii inazikalia, nipate kuzitegemea. Basi nyumba ile ilikuwa imejaa watu wanaume kwa wake, na wakuu wote wa Wafilisti walikuwamo humo, na juu ya dari palikuwa na watu 3,000 waume kwa wake waliokuwa wakitazama.
wakati Samsoni alipocheza. Samsoni akamwita Bwana, akasema, Ee Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu, Ee Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake, akazitegemea, moja kwa mkono wake wa kuume na moja kwa mkono wake wa kushoto. Samsoni akasema, na nife pamoja na hawa Wafilisti. Akainama kwa nguvu zake zote, ile nyumba ikawaangukia hao wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu waliouawa wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Ndipo ndugu zake na watu wote wa nyumba ya baba yake wakatelemka, wakamtwaa, wakamchukua, wakamzika kati ya Sora na Eshtaoli katika kiwanja cha kuzikia cha Manoa baba yake. Naye alikuwa mwamuzi wa Israeli muda wa miaka 20.